Wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo, karibuni sana. Ni kwa kitambo mmekuwa mkisubiri kazi zetu, basi leo kwa namna ya pekee napenda kuwakaribisha tumsikilize ndugu yetu mpendwa wetu, mwandishi chipukizi kabisa ambaye alishawahi kuwa kwenye chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo. Basi leo ana kitu kipya anataka atushirikishe. Karibu tumsikilize, ajitambulishe, lakini pia atuambie ametuletea nini leo. Frateri Agustino Rafael Mushi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, na sasa masomoni hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho. Ni mshukuru sana ndugu yangu kwa kunikaribisha tena kwenye chaneli hii ya Lisha Ubongo, ambayo mara kadhaa tumekuwa tukishirikishana yale ambayo tunaamini ni maalum kwa ajili ya kuijenga jamii yetu, lakini tungeweza kusema vizuri zaidi kuhubiri kwa njia ya mtandao. Leo ninazungumza kuhusu mada ya vijana, na hivi tuweze kuona vijana wana jukumu gani katika jamii, lakini pia wanapaswa wafanye nini ili waweze kufikia malengo yao kama vijana. Kwa kwanza, tunaweza tukaona kundi la vijana ni kundi linaloakisi maisha ya jamii iwayo yoyote, na hivi tunapowakosea vijana haki yao haswa ya kuwatambua na pengine wao wenyewe kujikosea haki ya kujitambua, ndipo tunapokuta jamii yetu inaingia katika mafarakano na katika changamoto nyingi kama tunavyoweza kuona kwa wakati wetu wa sasa. Kumbe kundi hili ni lazima lijitambue katika hoja ya mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa upande mwingine wanapaswa kutambuliwa katika ngazi ya jamii na ulimwengu wanamoishi. Kundi hili linaposahaulika kunazuka matatizo mengi, na mengi yamekwisha kuonekana kama nilivyoweza kusema. Kumbe kijana anapaswa atambue nini cha msingi? Anapaswa atambue kwamba anataka kuwa nani, wa namna gani. Na katika msingi huo basi, yapo mambo mengi sana tunaweza kuzungumza kuhusu vijana, lakini leo mimi ninaomba niseme machache. Ni kweli jamii yetu inawatambua vijana, inatambua uwepo wa vijana, lakini kutambua uwepo wa vijana pasipo kuwapa nafasi hakutoshi. Kumbe nawaalika wapendwa wanajamii, taasisi mbalimbali, asasi mbalimbali, tumeshatambua uwepo wa vijana, tuwape nafasi kwa kuwaambia wanapaswa wafanye nini na wanapaswa wasifanye nini. Kumbe kuwatambua pasipo nafasi, bado hatujajibu swali msingi la mada hii ya vijana katika jamii yetu. Lakini utakuwa pamoja na mimi kwamba vijana wetu wengi wamekuwa na hali ya mkato wa tamaa. Yapo mambo mengi sana, changamoto za ajira, changamoto za kijamii, kama vile kijana alitegemea afikie malengo fulani, kufikia umri fulani, lakini ameshindwa kuyafikia malengo hayo. Matokeo anaishia kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, anaishia kujiua, na ndio kesi ambazo zinaenea kwenye jamii yetu. Kumbe leo nawaambia vijana, bado kuna nafasi kubwa sana. Kushindwa leo haimaanishi kwamba kesho pia utashindwa. Kumbe vijana wasikate tamaa. Vijana watambue kwamba nafasi ambayo wanapaswa kuifanya wataifanya endapo tu wataamua kujitambua. Kumbe kijana awaye yote asikubali kabisa kuingia kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, na pengine akaamua kuingia kwenye ulevi, na pengine akaamua kujiua kwa sababu tu leo hakufanikiwa. Lakini jambo la pili, ni lazima tuone hawa maadui wa vijana. Maadui wanaoshambulia kundi la vijana ni wale wanaokatisha karama zao. Tuna vijana ambao wana karama nyingi, tena ambao wangeukomboa ulimwengu wetu, lakini watu wamewazuia, na kwa bahati mbaya zaidi wamewazuia kwa vitisho. Tumeona namna ambavyo kweli vijana wengi wanazimwa kwenye jamii zetu, kwenye upande wa kisiasa, kwenye upande wa kiuchumi, kwenye upande wa kijamii. Kila kijana anapoinuka anakuta tayari anateremshwa chini. Na waalike wanajamii tusiwaangushe vijana. Unapomwona kijana ameinuka na kipaji fulani, kuwa sehemu ya kwanza ya kumpa nguvu ili aweze kufikia malengo yake. Changamoto nyingine inayohusiana na vijana wetu, vijana wengi wana karama lakini wanakosa nidhamu katika karama zao.
Hivi unaweza kuta mtu ni mchezaji mzuri, lakini hataki kabisa kushiriki katika mazoezi ya kufanya mchezo ule vizuri. Kumbe nidhamu na karama ni lazima viende kwa pamoja. Kijana ni lazima alinde karama yake. Usipolinda karama yako, hakuna yeyote atakaye kusaidia kuilinda karama yako. Na jambo la msingi ambalo ningependa nilizungumze tena ni ushabiki wa uovu. Kwa kweli vijana wa karne yetu wamekuwa ni mashabiki wa mambo ya uovu. Utashangaa jambo ni la kweli, lakini kijana anatumia nguvu yake yote kueleza jambo hilo kwa uongo, kushawishi jamii iweze kulikubali pasipo kujali athari ambazo zinaweza zikatokea kwa jamii hiyo. Kumbe ni mwaliko wa vijana kusimama katika ukweli. Simama katika ukweli hata kama utagharimu maisha yako, lakini daima tunaamini kwamba ukweli haufi, na kwa ukweli huo jamii yetu itaweza kukombolewa. Ndugu mpendwa msikilizaji wa chaneli hii, yapo mambo mengi sana ambayo tunaweza tukayazungumza kuhusiana na vijana, lakini pia kama ambavyo imekuwa kawaida, tunapozungumza kuhusu vijana tunakuandalia pia na kijitabu kidogo ambacho unaweza ukapata mang'amuzi mengi sana kuhusiana na vijana, kuhusiana na semina za vijana. Na leo pia nimekuletea kijitabu kidogo kinachofahamika kama Barua kwa Vijana, Waamini Vijana Nao Watafanya Maajabu. Mwandishi ni mimi Frateri Agustino Rafael Mushi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Karibu ujipatie nakala yako kwa njia ya mtandao, pia kinaweza kukufikia, tuweze kuwakomboa vijana ambao ni taifa letu la kesho. Asante.